Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Jumatano iliyopita ilikuwa Jumatano ya Majivu, ambapo tulianza wakati huu muhimu sana wa Kwaresma. Wakati wa kufunga, wakati wa kuomba rehema na msamaha wa Mungu, wakati wa kuongeza sala zetu, na wakati wa kusaidia wasiojiweza na hasa wanyonge kati yetu, wagonjwa, wakonge, wale walio na shida, wa maskini, na wale tena walio mahospitalini, kadhalika hata wanaotuzingira ambao wana mahitaji mbalimbali. Mwenyezi Mungu anatuomba turarue nyoyo zetu, tupindue mwelekeo wetu kutoka kwa kuelekeza kwa uovu, tukuweza kuelekeza kwa wema, kwa udumishi, kwa upendo kwa Mwenyezi Mungu na kwa wenzetu, kwa njia bora za Ukristo. Basi tulipopakwa majivu, tulikumbushwa kwamba ya dunia, ya ulimwengu yapita. Yale ambayo yanadumu ni ya kiroho. Kumbuka binadamu majivu, kumbuka binadamu mchanga, kumbuka binadamu mavumbi, na mavumbi utarudi. Na katika kukumbusho huo, nakumbusho kwamba tuliumbwa na sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Katika roho zetu kunapo muhuri wa Mwenyezi Mungu. Basi kumbuka binadamu uliumbwa kwa roho inayotamani umungu, inayotamani wema, inayotamani kung'ara kwa ubora na kwa umoja, usaidizi. Na ndio maana wakati huu ni wa kufungulia mema na kufunga, kung'oa yale yaliyo mabaya na tuvutia kwa shetani mwovu, kung'oa dhambi na kuendelea katika matendo mema, uzoefu wa matendo ya umungu. Tunasoma katika nabii Mika, anatuelekeza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni Mika sura ya 6 kutoka mstari wa 9. E mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sauti ya Bwana inaulilia mji, na mtu mwenye akili ataliona jina lako. Isikieni hiyo fimbo na yeye aliyeiagiza. Wakristo wa Kenya na watu wa nia njema, ni wakati basi wa kufanya toba, ni wakati wa kugeuza mwenendo, ni wakati wa kusikia sauti hilo, kutenda haki, kutoa kiburi na kujinyenyekeza, kutembea vyema mbele za Mwenyezi Mungu tukifuatia amri zake. Katika wakati huu wa Kwaresma tena, tunatafakari katika kampeni yetu ya wakati huu, mwelekeo na mada tunayopewa ili tukaweza kuweka bidii sisi wenyewe na kuomba. Na kunazo zile mada za kila wiki ambazo zitakuwa kama mwongozo wetu kwa wakati huu. La kwanza ambalo tunaanza wiki hii ni familia, kulinda familia. Lakini kwa jumla mada ambayo tumealikwa kutafakari ni Kenya tunayo itamani, Kenya tunayo itaka. Na inaanzilia kwa familia zetu ambazo zinaunda nchi yetu. Tutafute jinsi ya kujenga
jinsi ya kutibu familia akiwa ziko na ugonjwa ama mwenendo mbaya, kuhimiza kama zimekuwa na unyonge familia zetu wakati huu. Tuangalie kama tunatetea familia, na kama familia ni chombo cha kufikia umungu, chombo cha kufikia maisha bora ya jamii na ya umma, na tutafanyaje kujenga familia zetu. Ni katika familia zetu ambapo tunaalikwa wakati huu kutetea haki za familia. Baba na mama katika ndoa takatifu. Ni wakati wa kualika watu wengi waje mbele za Mwenyezi Mungu, wafunge ndoa ya kanisa, wapate baraka za Mungu, wapate usaidizi, kwa sababu ndoa ina shida. Ndoa sio rahisi. Kuna tatizo zinakuja kwa sababu ya ubinadamu wetu. Lazima tutafute usaidizi wa Mungu, na ndipo tunawaalika njoni ili ndoa yenu iwe sio tu ya watu wawili, bwana na bibi, ila sio tu mwanaume na mwanamke, lakini ni mwanamke wakisaidiwa na Mungu. Ni lazima tutetee haki za ndoa safi kama Mwenyezi Mungu aliyoiunda mtu mume na mtu mwanamke. Sio yale tunayosikia ikitangazwa ati kwawezekana kukawa ndoa za aina zingine. La hasha, tukatae katakata yoyote yule atajaribu kuweka haki za watu wawili wanaofanya, tuseme, agreement. Ni kama agreement ambayo haina mahali mbele za Mungu na ubinadamu. Hakuna yoyote ambaye anaweza funga ndoa na mnyama. Hakuna yoyote ambaye anaweza funga ndoa na kitu ambacho hakiko hai, na hakuna mtu anaweza funga ndoa na mwingine wa jinsia yake. Hapo kwa kimila, kwa Kikristo, lazima tukatae. Lakini sio tu hayo. Tuunde familia yetu, baba na mama wanaopendana, wanaoheshimiana, wanaosaidiana. Wazee wawape heshima, waheshimu sana kina mama. Jana tulisherekea siku ya kina mama katika ulimwengu mzima. Ni siku inaweza kukumbusha jinsi ya kina mama wametusaidia kwa mambo mengi. Wazee, mababa, wapatieni heshima kubwa akina mama wanaojitolea sana katika kujenga familia zetu. Ni hawa wanabeba mzigo mzito wa uzazi wa mtoto. Wanambeba miezi 9, wanajifungua kwa uchungu, wanamlea wakimbeba hapa na pale, wanajinyima zaidi hata usingizi. Lazima tuwasifu akina mama, lazima tuwape heshima akina mama. Kina baba, tuwape heshima na fursa katika familia ya hata kutoa maoni yao. Nanyi akina mama, mwape heshima wazee. Akina baba ndio wamewekwa kama kichwa familia. Wasikilizeni na msiwakosee heshima, kwa sababu mkishikana vyema kwa utii, mshikana vyema kwa heshima kuu, hiyo familia itaundwa vyema vilivyo kama Mungu anavyoamrisha. Tuwaangalie watoto wetu sio tu kwa masomo, kwa nidhamu, kwa kusikiza yaliyo katika roho, kwa kuwapa masaa, masikio, upendo. Tuweze kukaa nao na kuwasikiza, sio tu kuwapatia mashauri, ila kuwasikiza. Mungu bariki familia zetu. Mwishowe mwaka huu
ambao ni mwaka wa matumaini. Tunataka kuwakumbuka wale walio katika ndoa nzito, yani zilizo na ufa, zilizovunjika kiasi, ambapo labda kwa sababu ya kutosikizana, kutosameheana. Mungu awape nguvu, muwe na matumaini ya kurudi katika upendo, kusikizana na kusameheana. Ndoa ambazo moja wa mwanandoa, bibi ama bwana, ni mgonjwa ama ana shida kubwa, ambayo hana kazi, wamevunjika moyo kwa sababu hawajui ni wapi wataweza kuwasaidia watoto wao. Mwenyezi Mungu anawapa matumaini katika shida zenyu. Atawajalia, atawakujia kwa neema. Tumuombe kwamba hao familia walio na dhiki na shida, Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, kuwainua, kuwafungulia njia. Hata ingawa tuko katika giza, mwangaza utaingia familia zetu. Baraka za Mwenyezi Mungu, mwaka huu mtakatifu, mwaka wa matumaini. Basi tutetee familia, ndoa takatifu. Mwenyezi Mungu abariki familia zetu zote popote walimo, na katika Kwaresma tupindue familia zilizo na giza ziweze kuwa familia zenye mwangaza wa Kristo Mfalme. Mwenyezi Mungu abariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.